Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Riken Seliaki Mchapicha. Ningeweza kuwafahamisha tu kanisa letu linaitwa Faith Pioneer Pentecostal Ministries, linaongozwa na Baba Askofu ambaye ni Peter Ochieng. Iwapo uko mbali na unaweza taka kumfikia kwa ajili ya kuweza kuwasiliana naye, uweze kupata maombi, na namba yake ya simu ni 0722785234. Nambari yake ya simu ni 0722785234. Unaweza mfikia Baba Askofu kupitia katika hiyo namba, na iwapo unataka kulipa matoleo yako, unaweza weka kwa account ambayo ni business number 400-200, account number ni 883505, account number ikiwa 883505. Asanteni sana. Jina la Yesu tunakushukuru Kristo, tunasema ni asante kwa siku ya leo. Asante Mungu wetu kwa kila mmoja, kwa uwezo wako na kwa ulinzi wako Kristo. Umetuongoza tumefika kwa ibada hii ya asubuhi ya leo. Kristo, naweka wote mikononi mwako. Asante kwa ibada hii, asante kwa wote ambao umeingia katika hii siku ya leo, ambao ni siku ya baraka na ni siku ya ushindi kwa kila mmoja ambao amefika katika ibada hii. Bwana, tunachukua ibada leo, tunaiweka mikononi mwako. Utakaso wote umepita mahali hapa Jehova, uimbaji wote umepita mahali hapa, basi wote naweka mikononi mwako. Ninaomba Yesu wabariki asubuhi ya leo. Takasa wote walioingia mahali hapa, wageni wote mikononi mwako, washiriki wote mbele yako. Ninaomba Bwana wabariki. Bwana Yesu pamoja nao. Imefika wakati wa neno lako, naweka mtumishi wako mikononi mwako. Asubuhi ya leo ni asante kwa uzima, ni asante kwa afya ambayo Mungu umempa, na hata neema umempa mfalme Bwana. Sasa imefika wakati wa neno lako, anataka kubariki watu wako asubuhi ya leo. Bwana Yesu we pamoja naye. Takasa mtumishi wako, takasa huduma uliompa, takasa uombezi wote utakayepita mahali hapa. Kila jambo lote naliweka mikononi mwako. Naomba Yesu bariki mtumishi wako, bariki wote watakase. Tunaomba neema ya uponyaji wako asubuhi ya leo, guze kila mmoja. Baba, tusema ni asante. Bariki wote watakase, tunapoketi kusikia neno lako. Kila mmoja asubuhi ya leo abarikiwe. Baba, nasema ni asante, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Amen. Haya, vijana wenye nguvu walete hizi viti hapo kwa madhabahu. Moyo natabeba tu, bora dete hapo. Worship. Haleluya. Kama una kiti yako na kama hujanunua, leta pesa ndio msibiti, sawa? Kanisa leo ukiingia mahali hapa, maisha yako yote wakfu, maisha yako yote basike,
na maisha yabarikiwe. Worship. Kila mmoja simame na kwenda kuombea baraka za watu wetu ambao pia mtu yangu.
Piga makofi bwana kwaya. Asante, unakuwa Mungu akubariki sana sana sana. Muimbe sana kupita hapo. Amen. Haleluya. Bendera kwa Yesu. Amen. Mtako leo nimebarikiwa. Na nitabarikiwa zaidi. Na nitaendelea zaidi. Kwa hii mwaka 2025. Hii mwezi wa 5, mwezi wa neema. Haleluya. Amefurahi ukimsalimia. Kweli. Hebu angalia uso. Anatabasamu. Ana furaha. Anacheka. Amen. Haleluya. Mungu awabariki sana. Uliweka nadhiri yako, timiza. Amen. Teresia ama Beatrice hako? Anatumia gani? Beatrice ama Teresia? Gani? Hiyo mbele kidogo. Mstari wa kwanza hadi wa 3. Amini. Soma kitabu cha Zaburi 131 kuanzia mstari wa kwanza. Ehe. Bwana, moyo wangu hauna kiburi,
wala macho yangu hayainuki. Amen. Amen. Huyu Daudi analia kuzile kazi alipewa, ile huduma alipewa, ile utawala alipewa, analia, anasema angalia moyo wangu unalia. Moyo wangu na uchungu, moyo wangu na huzuni. Na macho yangu na sio kwa namna gani kwa watoto, na sio kwa namna gani kwa utawala, na sio kwa namna kwa nchi. Daudi ananena, aliyekuwa na uadubu, aliua simba, akaua Goliathi, lakini kwa wakati majaribu yamempata, atafanya nini? Akaamua kutafuta uso wa Bwana. Kila tatizo ametuandama kwa muda mrefu, hapa na pale, tafuta maombi. Kwa sababu waganga na wachawi na wadui watatafuta njia uchochote yako, lakini wapigana vita vya maombi. Vile Daudi alipigana vita vya maombi. Soma. Bwana, moyo wangu hauna kiburi, wala macho yangu hayainuki, wala sijishughulishi na mambo makuu, wala mambo yashindayo nguvu zangu. Ndio hiyo. Yale mambo makubwa, utawala nyumba yake, utawala maisha yake, utawala watoto, elimu watoto, elimu baba yake, alikuwa lazima ashirikie kwa maombi. Ndio kuona mtu anakuwa na bidii, anasoma sana, lakini anaweza kosa kuwa na kazi. Ama anakwambia anasoma sana, anakuwa mtihani. Anakuwa na bidii kwa ndoa yake, lakini hakuna amani. Anakuwa na bidii kwa biashara, lakini biashara haudi chochote. Anakuwa na bidii, ana degree, ni profesa, ana cheo kubwa, lakini ukiangalia mambo anapitia ni mazito. Manaye tatizo iliyo ndani yetu ni vita vya rohoni. Ni kama magonjwa. Kuna magonjwa rohoni na kuna magonjwa kawaida kwa hospitali. Kuna shida rohoni kuhusu ndoa yako na kuna shida kawaida. Na ukiona mambo yanajirudia kila wakati kwa maisha yako, kwa maisha yako yanajirudia, hiyo ni vita vya rohoni. Daudi akasema kwamba yale makuu yako ndani yangu, nimesema fanya na gani, ilimbidi amkimbilie Mungu. Yale nyote iko ndani yake, yale makuu yako ndani yake, Mungu amfungue, ambariki. Wengine wanatoa ndoto. Hizo ndoto anakana rais, anakana watu biashara kubwa, anakana watu kubwa, maana yake Mungu anakuwa anaambia utada, anaambia utubu, wewe una nyota kubwa kwa ndoa yako, kwa biashara yako, kwa kazi yako, kwa kari yako, kwa elimu yako. Na ukiona ndoto ndani yako, lazima wafunge na kuomba, kwa sababu nyota itatafutwa. Amen. Amen. Mgeni anatoa ndoto, anakota masilingi. Maana yake kazi ya mikono yake, biashara yake, uchumi yake imebadilishwa. Ilikuwa nzuri sana imebadilishwa. Ukiona ndoto kama hiyo, anza kuambia biashara yako, kazi yako, kwa sababu sasa ulikuwa biashara mzuri, ulikuwa nyota ya biashara, ulikuwa nyota ya pesa, ulikuwa nyota ya kazi, lakini badilisha mwachoma chengele pekee ndio mwachimo. Dunia akasema yale makuu ndani yangu nitafanyaje? Akaamua atamkimbilia Mungu, ampiganie maisha yake ya kuwa mkuu kwa ile utawala, kuwa mkuu kwa ile biashara, kuwa mkuu kwa ile kazi, kuwa mkuu kwa ile ndoa, kuwa mkuu kwa ile elimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mgeni anatoa ndoto, anakwenda nyote ya pesa imechafuka. Maana yake watoto wako, kazi yako, biashara yako imefanywa madhabahu ya matambiko na kafara, kuwekewa uchafu. Amen. Amen. Kuwekewa uchafu, usikupenda kwake. Haleluya. Haleluya. Amen. Mgeni kibeti. Maana ukimwambia kwamba ndani yako na nyota kubwa, Mungu anakuambia itunze isichukuliwe. Unaona mgeni ataonekana amenyang'anya kibeti, nyota yako inakwenda kuchukuliwa. Mgeni ndoto ameona mti
mapera ama maembe ama ndizi ama avocado, anachuna zile zimeiva, maana yake una baraka ya kuendelea, ya kubarikiwa, ya kuliliwa na kutakasika. Amen. Anachuna ile imeiva. Haleluya. Mgeni anatoa ndoto, anachuna hizo matunda, ingine imeoza, ingine ni mbichi. Inamaanisha maisha yako iko hatarini. Wataki usonge mbele, wanafunga maisha yako, ya watoto yako yaseme elimu. Amen. Amen. Ndio lazima upigane vita vya imani. Ndio wiki iliyopita nilijenga nini? Hana alikuwa sehemu ya maombi ya muda mrefu kwa sababu ilikuwa ni ya Mungu. Wiki iliyopita nikajenga nini? Kuna sehemu umezaliwa, uneka, unaishi, ambaye fanya pia mambo yake karibika. Haleluya. Sehemu ya leo ni nini? Ndio alilia utawala wake, alilia watu yake, alilia kazi yake, alilia biashara yake. Maana yake sehemu ya tatu kuna madhabahu na matambiko na uadui na uchawi na ukanga ambaye wataangalia matunda nyota yako. Wametafuta njia kutafuta ile nyota yake ya kazi, nyota ya biashara, nyota ya pesa, nyota ya elimu, nyota wameshindwa. Sasa watatafuta matunda yake. Kama mtu anasoma, watafuta matunda yake. Baada ya masomo atapata nini? Atakuwa na kazi, atakuwa na ndoa, watafunga matunda yake ya masomo, asiwe na kazi. Kama ni biashara, watafunga matunda yake ya biashara, asipate pesa kwa ile biashara ya kulea familia yake, ya kufundisha watu yake na kuendelea mbele. Sasa natafutwa matunda yako, matunda ya kazi yako, matunda ya ndoa yako. Umeona vizuri, kila kitu sawa sawa. Nikisema matunda ya ndoa yako ni nini? Ni watoto. Nikubarikiwa na watoto, utafungwa usipate watoto. Wewe ukipata watoto utaharibiwa. Haleluya. Haleluya. Sehemu ya tatu ni matunda ya nyota yako. Itapigwa vita. Itapigwa vita, lakini ukiwa kwa Mungu utashinda. Soma. Bwana, moyo wangu hauna kiburi, wala macho yangu hayainuki, wala sijishughulishi na mambo makuu, wala mambo yashindayo nguvu zangu. Ndio imemshinda nguvu yake, lakini naye kutoka kwa ile shida, kwa ile tatizo, kwa ile laana, kwa ile ajali, kwa ile mshindano ambaye inamkumba, ni Mungu peke yake. Waamuzi 9:3-4. Leo naomba kazi ya mikono yako. Mungu abariki mikono yako hii. Hii mikono unatafuta kuwa matunda mikono yako. Hiyo matunda mikono yako iko na kazi, iko na biashara, iko na promotion, iko na kunua shamba, iko na kuchenga. Wanakamata mikono yao. Wakishakamata kazi ya mikono yako, wengine watakuua kwa sababu yale mikono imebeba. Watangamiza watoto kwa sababu ni nyota ya watoto yako. Watafunga ile kazi. Hivi sasa kazi inaribika, watu wasisome. Biashara inaribika, watu wasisome. Unabidi kwa hiyo kazi, unasema hii kazi mwaka hii itajenga nyumba, itajenga boma, ndio shamba. Lakini bila Mungu ndani, utakuta bidii yako ni bure. Makuu ya maisha yako inahitaji maombi. Silaha ya maisha yako ni maombi. Unakalia haya makuu ya Mungu, ina nguvu yamenishinda. Tafuta nguvu ya Mungu ikupiganie makuu ya maisha yako. Haleluya. Soma. Tasoma kitabu cha Waamuzi 9 kuanzia mstari wa 3. Hao ndugu za mama yake wakanena habari zake masikioni mwa hao watu wote wa Shekemu, maneno hayo yote, na mioyo yao ikaelekea kumwandama Abimeleki, kwa kuwa walisema, huyu ni ndugu yetu. Wakampa vipande vya fedha 70
vilivyotoka katika nyumba ya Baali Perithi. Wakaumba Abimeleki vipande vya 70 ambaye ilikuwa kwa nyumba ya wachawi, nyumba ya waganga, ile kuja matambiko, ile kuenda matambiko, ile kama matambiko. Alienda pale kwa waganga na usaidizi, kumbe alikuwa anaenda kuwa bibi yake, anaenda kuwa mke wake, anaenda ndugu zake, anaenda biashara yake, anaenda kazi yake. Kuna watu wanaja kama Abimeleki. Wengine wapeleke kuja usiku kuja upe. Atishamba yake mzuri, watakuwa wazuri, wale kusoma, hawana biashara, hawana maendeleo, hawana kazi, kumbe amekuja kuua. Abimeleki anapewa pesa 70 kutoka madhabahu ya waganga na wachawi. Alipoenda nafikiri na vizuri, hiyo roho ya madhabahu, ndugu zake walikuwa 70 na amepewa nini? Pesa ya madhabahu ya waganga na wachawi, kuku ya waganga na wachawi, damu ya waganga na wachawi. Unapoenda kunywa ndio unapewa ile sio ile kwa nyumba, unapewa mzizi, enda weka kwa nyumba, ingine ndoka nayo, ingine kwa gate. Utakwisha, ambia mwenzako utakwisha. Na kama ulienda leo tubu itoke. Ulienda sasa hapo usiongea. Amen. Soma. Wakampa vipande vya fedha 70 vilivyotoka katika nyumba ya Baali Perithi. Na kwa hizo fedha Abimeleki akaajiri watu wapuuzi. Ile baroa ile fedha ile baroa ile kuku ile baroa ile rizi ile baroa ile dawa alipinda kwa kinga ya boma lake. Kuna ndugu mmoja tulikuwa na miaka 3 iliyopita hapa, ile 5 hivi. Alikuwa na boma, alikuwa na kazi yote, akalia hapo, akambariki na kazi, akambariki na ndoa, akapata boma lake. Hata Mungu ambariki boma lake na watoto. Mtu akamwambia ile boma lako ukitaka uishi vizuri, na wakati alikuwa hana. Wakati alikuwa hana, alikuwa anaishi vipi? Wakati alikuwa na watoto, alikuwa anaishi vipi? Wakati alikuwa na ndoa na mke, alikuwa anaishi vipi? Kwa ile boma lake akakwenda pale miti. Na wengine ndio nayo, ingine kwa geti, ingine kwa mlango, aenda aone nayo. Wacha nikwambie, ile ya miti ilipoanza kutoa matawi moja kauka, mtoto chini. Ambia mwenzako, Mungu anisamehe leo. Nilienda mahali, lakini leo najua kumbe ni mbaya. Kumbe ni mbaya. Unaona hataki kuongea, angalia chini. Kwa sababu anajua nenda soma. Na kwa hizo fedha Abimeleki akaajiri watu wapuuzi, mabaradhuli, wakafuatana naye. Kisha akaenda nyumbani kwa babaye huko Ofra, akawaua nduguze. Akawa ndugu zake 70. Kuna wengine wanadanganywa hapo. Kazi ya watu karibika, kazi ya mke wake karibika, kazi ya bwana wake karibika, kwa sababu ile dawa ilikuja kwa nyumba, lakini dawa ya upendo. Sasa tunaenda kukemea dawa ichomeke iende kabisa. Maisha yako ubarikiwe. Amen. Aliona kwa hiyo 70, hakujua na kuwa ndugu zake 70. Hakujua damu ya kuku itaua 70. Hakujua konde ya kuku itaua 70. Hakujua ile rizi ile dawa itaua 70. Haleluya. Haleluya. Amen. Soma. Kisha akaenda nyumbani kwa babaye huko Ofra, akawaua nduguze hao wana wa Yerubali watu 70. Akawaua juu ya jiwe moja. Lakini Yothamu mwana mdogo wa Yerubali alisalia. Amen. Abakia moja.
roho ya Mungu alikuwa tukufu ya Mungu ambaye mama yake alikuwa anamuombea, lakini wale wengine wote walikufa. Ile biashara ilikufa, ile kazi ilikufa, ile ndoa ilikufa. Alikuwa amesema mwezi wa 12 nitanunua shamba nitajenga. Hakujenga, akadanganya na tafuta dawa fulani, atutajenga. Utajenga, kimbilia Kristo, utajenga. Amen. Amen. Hata Yuda wakiwa na Yesu, wale wakuwa kuona, kaenda wakamupa shekeli 30 amsulubishe Yesu. Ile majambo alikuwa anatenda, walikuwa na kinyongo, walikuwa na wivu, walikuwa watumia miungu chaile wao kwa njia kumkamata Yesu. Huyu Yuda tutampa hizo pesa iende udivine imkamate Yesu. Lakini unajua mwisho yule alikuwa nini? Alikufa vibaya. Biblia inasema haona yule aliyemsulubisha Yesu alikufa vibaya. Wakati alisikwa, Yuda roho yake iliugua, nafsi yake iliugua, akasema nimefanya makosa. Akachukua ile pesa tena narudishia wale walifanyia madhabahu, walifanyia matabiko. Watakubali tena? Watakubali? Walikataa. Yuda akaseka tupa hapa, kaenda kajinyonga. Ile pesa na jamaa kachukua, kaenda kajenga nini? Sehemu ya makaburi. Sehemu ya makaburi. Wakai ushike ile Mwenyezi Mungu. Usidanganye na mtu yeyote. Tafuta Kristo peke yake. Amen. Kuna gano ya milele ambayo ni damu ya Yesu. Amen. Alijia jina Kristo ndio damu ya milele, ya gano ya milele ambaye ni mema kwako, kwangu na kwa ile mwingine. Lazima unapitia majaribio, lakini utashinda. Ni ya muda mrefu utashinda. Ni ya wakati na uchana mbele ya muda mrefu utashinda. Ni ya madui wamechukua nyota yako, utarudisha leo. Nyota yako inarudi leo. Nyota ya kazi yako, nyota ya biashara yako, nyota ya ndoa yako, nyota ya uso yako inarudi leo katika jina la Yesu. Ina kadanganywa. Ina ndio mafuta mzuri pale kwa duka. Weke hii dawa hii. Kwa hii mafuta, kujipaka uso utapendwa. Hakuna. Ndio kukataa. Ndio Bwana anakupenda au mganga anakupenda? Hakuna. Najua pia Bwana anaenda kwa waganga. Hata wabibu anaenda kuone, kila mtu anapenda kwa waganga. Kila rika. Lakini hayo yote inaleta shida. Leta matatizo ya muda mrefu. Leta uwaji kwa kazi yetu, kwa maono yetu, kwa mipango yetu. Unaona leo hii mwezi wa neema naombea mikono. Mungu atembee kwa mikono yako. Atembee kwa mikono yako. Hii mikono itakasike. Hii mikono ambayo inahusu watu yako, inahusu kazi yako, inahusu ndoa yako, inahusu biashara yako, inahusu masomo ya watoto. Mungu abariki mkono. Abariki mikono. Abariki mikono. Abariki mikono. Baba, katika jina la Yesu. Kila maroho ilikuwa laana. Jina la Yesu. Ile maroho walikija kuku na kondoo na mbuzi na ng'ombe. Yesu kwa jina la Yesu. Ile damu ya moja na matandiko. Ile kwa mikono yao. Kamata hiyo. Kamata mikono yao. Kamata hiyo roho. Kamata mikono yao. Kamata hiyo roho. Mikono yote. Mikono ya biashara. Mikono ya kazi. Uso. Wala. Uso. Thank you.
tena leo Baba, kwa bila leo Baba, wapokee nguvu, wapokee nguvu, wapokee nguvu, wapokee nguvu, wapokee upako, wapokee kibali, wapokee damu ya rehema, damu ya rehema. Asante kwa kutakasa, asante kwa huruma, asante kwa upendo, asante kwa nguvu zako na kulikiwa tukiamini. Asante kwa nguvu zako, asante kwa neema yako, asante kwa neema yako. Baba na shukrani wote wamefika mahali hapa, tunasema asante. Uchuma na umepita Baba, umekiri na umenena na umelia Baba, na wakatamka tunasema asante. Asante kwa msamaha kwa nguvu zako, asante kwa uwezo wako. Kila mmoja aliye mahali hapa anapewa baraka na ubaki bado kwa neema. Anapoanza wiki ijayo mpya na siku mpya Baba. Hiyo siku mpya na wiki mpya ile mbele yako. Wewe unatangaza nguvu zako na ndio unatangaza nguvu zako. Mishigani yote, mikozo yote, madhabahu yote, maroho ya jadi, maroho ya matapiko, maroho ya matafara. Ambao ndio wanajitaa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ni pale msimu. Kila mizuka ukitai. Kila msala ukitai. Atari ukitai. Lala ukitai. Wagonjwa ukitai. Bwana ukitai. Mikono ukitai. Nafuta yote. Nafuta yote. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Katika siku ya kesho na wiki ijayo, Baba takatifu wiki, barikiwa wiki, waenda kwa kazi, waenda kwa biashara, watu waenda shuleni, walio goni, walio sehemu mbalimbali, wengine wa kazi, wengine biashara, wengine kwa baadaye, wote kwa mkono, nafika damu yako, naruka nguvu zako. Baba ujia leo, kwa kila mmoja Baba, hii prayer request yake, oda yake Baba, mishoni yake Jehova, hivyo kwa tano, na hii mwaka 2025, upate kukamilika. Kwa sababu na sasa, asante kutakasa, asante kutenda, na ukristo wa kijamii. Basi tunachukua picha, tunachukua CV, tunachukua maji yako. Tukimbisa nyingine pili. Weka tu basi hapo. Asante Mungu akimkola yako. Akimkola yako. Bwana sana. Tena leo mikono, naambia Mungu nafunika mkono yangu hii na damu ya Yesu. Funika mikono na damu ya Yesu. Funika mikono na damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Yeye mikono, yeye mikono, mikono kazi kwa Yesu. Yeye mikono yote yako, mikono ya Biblia na Biblia. Nafunika mikono yangu na damu ya Yesu. 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 Mikono yote yako, mikono ya ndoa yako, mikono ya baba yako, mkono yako, taja majina yao katika Yesu. Mikono, 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 mikono. Nafunika mikono kwa damu ya Yesu. Nafunika mikono ya watoto wangu kwa damu ya Yesu. Nafunika mikono ya wazazi wangu kwa damu ya Yesu. Nafunika mikono ya watu wako kwa damu ya Yesu. Nafunika kazi mikono yangu kwa damu ya Yesu. Nafunika biashara mikono yangu kwa damu ya Yesu. Nafunika maisha yangu kwa damu ya Yesu. Nafunika mikono kwa damu ya Yesu. Nafunika kwa damu ya Yesu. Kwa
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, napeleka mikono yangu kwa damu ya Yesu, napeleka mikono yangu kwa damu ya Yesu, mikono ya watoto wangu nafunika kwa damu ya Yesu, mikono ya jamii yangu nafunika kwa damu ya Yesu, mikono ya watu nafunika kwa damu ya Yesu, mikono ya mkono nafunika kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, nafunika mikono kwa damu ya Yesu, damu yako kama inasafisha mikono yangu, damu yako kama inabariki mikono yangu, funika mikono yangu, damu yako ndio mikono yangu itawale maisha yangu, itawale mikono, itawale leo na nafanya kazi uwezo wangu na shakali ya Bwana Yesu. Asante. Pigia Bwana Yesu makofi. Pigia makofi ya mikono, pigia Yesu, pigia Yesu, pigia Yesu, pigia Yesu. Sema haleluya mara saba. Mara ya kwanza. Haleluya. Mara ya pili. Haleluya. Mara tatu. Haleluya. Mara nne. Haleluya. Haleluya. Sita. Haleluya. Saba. Ubarikiwe Bwana. Amen. Mungu akubariki. Mungu akutendee mema. Damu Yesu nene ndani yako. Asante. 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 Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Riken Seliaki Mchamucha. Ningeweza kuwafahamisha tu kanisa letu linaitwa Faith Pioneer Pentecostal Ministries, linaongozwa na baba askofu ambaye ni Peter Ochieng. Iwapo uko mbali na unaweza taka kumfikia kwa ajili ya kuweza kuwasiliana naye, uweze kupata maombi, na namba yake ya simu ni 0722785234. Nambari yake ya simu ni 0722785234. Unaweza mfikia baba askofu kupitia katika hiyo namba, na iwapo unataka kulipa matoleo yako, unaweza weka kwa account ambayo ni business number 400-200, account number ni 883505, account number ikiwa 883505. Asanteni sana na